Maisha yetu yamefungwa katika neno la Bwana. Yesu akasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno itokayo katika kinywa cha Bwana. Na wakati huu ambao tuna tafakari mateso aliyopitia Yesu Kristo na kifo chake na kuzikwa na hatimaye kufufuka, inaashiria matumaini. Inaashiria matumaini kwa wanadamu. Pale tulipokuwa tumekosa matumaini, matumaini yanafufuliwa tena. Matumaini yanafufuka tena kwa sababu kuna aliyetujali. Aliyetujali akachukua nafasi ya kuja kututetea, ya kuja kutupigania, ya kuja kushiriki hali yetu, ya kuja kutufungua, kuja kutuponya na kututoa katika maangamizo ya yule adui Shetani. Yesu Kristo amefanyika tegemeo letu duniani. Amefanyika tumaini la ulimwengu huu. Hakuna tumaini lingine, Yesu Kristo peke yake. Basi wakati huu nataka nianzie pale nilipoishia jana. Jana nilionyesha kipengele kimoja ambacho nataka nirudi hapo kwanza tena, kwamba kitabu cha Ayubu sura ile ya 7 mstari wa 2 hadi ule wa 4, na tukiruka pale tuende mstari wa 14 na ule mstari wa 15. Mstari hii inaonyesha jambo, na jambo hilo ni kubwa sana. Inaonyesha hali ya mwanadamu aliyekosa matumaini. Hali ya mwanadamu aliyekosa msaada, ambaye amekata tamaa, ambaye anaona heri kufa kuliko kuishi. Kuna wanadamu wengi wanasikiliza leo, wana mapito mazito sana, hawajui nani awasaidie. Mnanitazama wengine, kuna hali nzito sana ya afya, kuna hali nzito sana ya uchumi, hali nzito sana ya mahusiano. Hujui utatokaje hapo, umekata tamaa. Sasa tunaenda kuangalia hapo. Soma mstari ule wa 2 mpaka wa 4. Msomaji wangu nisomee. Kama mtumishi atamania sana ya kiburi, kama mwajiriwa anayetamani mshahara wake, ni vivyo nami nimepewa miezi ya ubatili iwe fungu langu, nami nimeandikwa masiku yenye kuchokesha. Hapo nilalapo chini nasema, nitaondoka lini? Lakini usiku huwa mrefu, nami nimejawa na kujitupa huku na huku hata kupambazuke mwili wangu. Nenda mstari wa 14 sasa na 15. Mstari wa 14. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono, hata nafsi yangu huchagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Asante sana. Tuanzie hiyo mistari kwanza tulioimalizia hapo. Huyu mwanadamu ambaye tunataka tumtazame kidogo, na Biblia inasema haya mambo yameandikwa kama mfano kwa ajili yetu sisi. Huyu mtu anasema
hali aliyokuwa amefikia, nafsi yake ilichagua kunyongwa na kufa badala ya, kwa sababu ya mateso aliyokuwa nayo. Nafsi yake ilichagua kunyongwa. Piga hiyo picha. Nafsi ya huyu mtu ilichagua kunyongwa, lakini haikuchagua hivyo bure. Kuna kilichopelekea nafsi ya mtu kufikia kuchagua kunyongwa na kufa badala ya maisha. Kwa nini? Anataja hapo, kwa ajili ya maumivu, mateso, magonjwa yalimfikisha hapo. Sasa ukirudi nyuma, sasa anaeleza fungu alilogaiwa, fungu alilopewa, ambao lilikuwa kama mshahara wake. Mstari wa 2 anasema kama mfanyakazi anavyosubiri sana mshahara mwisho wa mwezi, lakini yeye huyu alipewa mwezi ambao ni wa ubatili, miezi yake yenye ubatili ndiyo alikuwa anaisubiria. Anasubiri ubatili. Ubatili ni mambo mabaya ya kufedhehesha, ya kusononesha, ya kutia aibu. Hayo ndiyo yalikuwa mshahara wake, na akawa ameandikiwa masiku yenye kuchokesha, masiku ya aibu, masiku ya magonjwa, masiku ya umaskini, masiku ya kutengwa, masiku ya kudharaulika, masiku ya laana. Hayo ndiyo yakamfanya akilala usiku na kuwa mrefu, anajitupa huku na huku, na matokeo yake akisinzia kidogo, ndoto zinakuja, na ndoto hizo zinamtisha sana. Maono yanamtia hofu. Naongea na mtu hapo ambaye katika hali hiyo, maisha yako hujui yanaendaje. Kuna maeneo umefika. Nikutie moyo leo, nikutie moyo, nifuatilie vizuri. Nitakuonyesha jinsi ya kutoka kwenye mazingira hayo. Kipindi hiki ni kipindi cha kuleta majibu, na majira haya ni majira tunaokumbuka mateso ambayo yalikuwa yanahusu kututoa sisi kule ambako tulikuwa tumekamatika. Kwa tupo mazingira ambayo Yesu anashughulika kwa ajili ya mtu ambaye amekosa tumaini, mtu ambaye hana msaada, mtu ambaye ana maumivu, ana kilio na ajua kwenye nini. Ndipo Bwana Yesu amekuja kwa ajili ya mtu huyo, kwa ajili ya mtu huyo, kwa ajili ya familia hiyo, kwa ajili ya familia hiyo. Familia hiyo inaenda kusaidiwa. Nisikiliza vizuri sana. Katika kitabu kile cha Zaburi sura ya 68 mstari wa 20 inasema, Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Ina maana Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka kwenye hali hii ya kuchagua kunyongwa, ya kuchagua kufa, zina mmoja tu, Jehova Bwana. Zina Bwana. Bwana ana njia ya kukutoa hapo ulipo, kwenye mazingira ulionayo. Yeye ana njia ya kuja kukutoa, hata kama ni wewe peke yako. Ni wa thamani yako kwa Mungu ni kubwa mno. Hata kama ungekuwa peke yako, bado Yesu angetumwa kwa ajili yako tu. Hebu acha kufikiria mwingine,
Anza kuwaza Mungu anakuangalia wewe, anakufikiri, anakutazama wewe, na anakuthamini sana. Sasa njia hizi za kutoka kwenye mauti zina Bwana. Na sasa nisikilize vizuri, lazima tutegemee njia za Bwana kutoka kwenye mazingira haya. Kwa pointi yangu leo naenda kuisisitiza ni kutegemea njia za Bwana, ni kumtegemea Bwana aweze kukutoa katika mazingira yoyote uliopo. Ni kumtegemea Bwana ili Bwana ahusike na mambo yako ya ambayo binadamu mwingine hawezi kukusaidia. Nataka tukubaliane pamoja kwamba pamoja na mateso tulionayo, pamoja na dhiki tunazonazo, pamoja na magonjwa tulionayo, tukubaliane pamoja kwamba tunapatana kumtaka Mungu atusaidie. Tumemchagua Mungu atusaidie. Sasa utaona kitakachotokea sasa leo, utakiona kitakachotokea leo. Turudi kitabu, tutazungumza haya mambo kutoka kitabu cha Yeremia 17. Mstari kuanzia wa 5 mpaka wa 8. Na tutaona aina mbili za watu hapa. Aina mbili za watu. Na mimi na wewe tusaidiane pamoja. Kila mmoja atajiangalia yupo katika aina ipi ya huyu mtu. Lakini pamoja na aina hizi mbili, lengo letu hapa si kumbeza yule mtu ambaye ana matatizo. Lengo letu si kumcheka yule aliye kwenye matatizo. Lengo letu ni kumsaidia kwa mujibu wa mpango wa Biblia. Sasa maandiko yanasema hivi, mstari ule wa, tuanzie ule mstari wa 5 hapo mpaka mstari wa 6, inaongea habari ya mtu anayemtegemea mwanadamu. Anasema amelaaniwa. Tumeanza kuona sasa, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Atakuwa kama fukara nyikani, hataona mema yatakapotokea. Atakaa katika jangwa kama katika nchi kame. Atakuwa jangwani katika nchi kame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Huyu ni mtu wa kwanza. Ndio nimesema tusimcheke, kwa sababu ndio nimemlenga huyu. Tunataka tumsaidie huyu mtu. Wa pili, maandiko yanasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hataona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala haitahangaika wakati wa uchache wa mvua, wala hataacha kuzaa matunda. Sasa hapa kuna pande mbili. Tunaona baraka na laana, na hizi baraka zinatoka kwa Bwana, na kuna laana kwa watu waliomuasi na kumwacha Bwana. Mstari hii ya 7 na 8 tuitafakari kidogo. Anaelezea juu ya mti, mfano wa mti. Anaposema aina ya mtu huyu anafananishwa na mti ambao mti huu hauogopeshwi na kiangazi, hautishwi na kiangazi. Mti huu
hautishwi na wakati wa ukame. Huu mti umepewa sifa, utakuwa na jani kibichi wakati wote. Sifa nyingine, mti huu utakuwa unatoa matunda wakati wote. Sasa tutoke kwenye mti tuje kwa mtu, sababu huyu ni mtu anazungumza kupitia mfano. Sasa huyu aina ya mtu huyu ni mtu wa aina gani ambaye anatajwa hapa? Na ukumbuke kwenye mazingira hayo yaliyotajwa mstari wa 5 na 6 inaongelea laana ambazo shetani ndio baba wa laana. Kwa hiyo mtu wa aina hii anatajwa hatatishwa na nguvu za giza na nguvu za wachawi na mizimu na laana na mikosi na vifo na kila ubaya yanaotishia uhai wa wanadamu. Huyu mtu atakuwa imara sana, na uimara wake huu umetafsiriwa kwenye Zaburi ya 1 mstari wa 3. Kumtegemea Mungu huku ni kuliamini neno lake. Inasema bali sheria ya Bwana ndiyo inampendeza. Neno la Bwana ndiyo inampendeza, naye huitafakari neno lake mchana na usiku, mchana na usiku, mchana na usiku. Na ndio anakuwa kama ule mti ambao umepandwa kando kando ya maji. Kwa neno ndio maji yetu, neno ndio mto wetu. Kumbe mtu ambaye amezamisha imani yake kwenye neno ndiye huyo ambaye hata tishwa na nyakati za ukame, nyakati za kiangazi, nyakati za majaribu, nyakati za nguvu za zozote zile. Huyu ndiye mtu aina hiyo. Na huyu mtu mbaraka, tutaenda kuangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati baadaye kidogo. Huyu mtu, maandiko yanasema baraka zinaleta baraka, zinatafsiriwa baraka ni nini? Baraka zinatafsiriwa na Biblia. Ukisoma kitabu kile cha Wagalatia 3 mstari wa 3 na kuendelea, inaongelea habari ya Kristo alivyotufanya kuwa baraka kwa kutuondoa kwenye laana. Anasema yeye alifanywa laana ya Torati. Kristo alitukomboa kutoka laana ya Torati ili tupokee mbaraka wa Ibrahimu. Nitakwenda huko baadaye. Lakini sasa ule mbaraka hapo unaotajwa, kitu cha kwanza, kuna baraka nimeziweka kama baraka karibu kama baraka 20 hivi, lakini sitazitaja zote. Kuna baraka ambazo mtu anayemtegemea Mungu anazo. Tasema kwa haraka tu. Ya kwanza kabisa ni kwamba tumefanyika watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu. Hiyo ya kwanza. Ya pili, tunapewa Roho Mtakatifu. Ya pili, baraka ya pili, Roho Mtakatifu. Ya tatu, wewe na mimi tunakuwa makao, nyumba ya Mungu. Mungu anaishi kwetu. Ya 4, tunapewa ulinzi wa kimbingu. Ya 5, tunapewa uwezo wa kujibiwa maombi yetu. Ya 6, tunapewa mamlaka ya kufunga nguvu za shetani. Ya 7, tunapewa uwezo wa kubarikiwa uzao wetu. Ya 8, tunafanywa sisi ubalozi wa mbingu hapa duniani, tunamwakilisha Mungu. Na pia sisi tunafanywa raia wa mbinguni. Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo tunapokea uzima milele, na tukitoka hapa tutakaa na Mungu milele. Sasa hayo nimekupa kama kionjo. Sasa nirudi kwa hawa ambao wamelaaniwa, wasiomtegemea Mungu. Tunarudi hapo, hawa ndio kwa mstari wa 5 na wa 6. Ndio sote tulikuwa hapo. Hawa ndio watu tunawaangalia, ndio watu muhimu sasa kwa sasa. Ndio watu waliolengwa hawa. Ndio hawa watu ambao Mungu anawatafuta hawa. Ndio hawa ambao Mungu amewajilia, amewathamini pamoja na hali zao, amewathamini. Ndio Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Hawa ambao maandiko yanasema wamelaaniwa kwa sababu wamekuwa na matumaini ya duniani.
wametegemea wachawi, wametegemea waganga, wamezindika nyumba zao, wamekwenda katika njia potofu, wanatambika, wamemwacha Bwana mioyoni mwao, wamekaa sasa katika mazingira hayo. Laana imewafunika, hawaoni mema, wana maumivu, wamekata tamaa, wana kilio, wana maombolezo, wanashuhudia miungu, wanashuhudia sanamu zao, wanashuhudia mizimu yao, wanatafakari, wanakimbia huku na kule wakitafuta msaada, lakini wamekuwa kama nyikani kwenye mapori, hawaoni mema, hawaoni msaada. Ile ni kilio, ni maombolezo, ni mateso, ni fedheha, wanakufa, wanaangamia katika mazingira mazito sana, hawana tumaini lolote, hawajui watatokaje. Bwana amewatazama, na ndio maana Yesu amesema, Yesu alikuja, mwana wa Mungu alikuja. Yesu alitukomboa katika laana ya Torati, laana ya Torati. Kwa hiyo laana ya Torati, wewe ukiwa tayari kukubali kwamba kweli mimi naishi maisha ya laana hapa, mimi nimemwacha Bwana. Inawezekana wewe ni Mkristo, inawezekana kama umesema umeokoka, lakini ukweli ni jina tu kwamba umeokoka. Wewe moyoni mwako umemwacha Bwana, moyoni mwako. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kumtegemea mwanadamu ni kutegemea juhudi zako mwenyewe, ni kutegemea akili yako peke yake, ni kutegemea mbinu zako tu, ni kutegemea ulimwengu unavyotaka. Moyoni mwako haujamweka Bwana namba moja, hujampa kipaumbele, mambo yako hayatainuka. Kwani Bwana moyoni hujampa nafasi, hujamwambia Bwana nisaidie hapa. Kuna matatizo kwa sababu tumemwacha Bwana. Wengine wanajifariji, mimi nimeshaokoka. Hapana, umemwacha Bwana. Kwa nini? Hujampa nafasi. Kama huyu mtu aliyebarikiwa anayetafakari neno mchana na usiku, unatafuta vitu vya mwilini peke yake, asubuhi mpaka jioni, siku 7, mwezi, mwaka, huna malengo na mambo ya ufalme, unaishi kwenye laana. Kumbukumbu la Torati inatuangalia kidogo laana hizo. Kumbukumbu la Torati sasa sura ya 28 kuanzia mstari wa 15, tuone hizo laana ambazo ndizo ambazo Yesu amekuja kutusaidia kututoa huko. Laana hizo leo naenda kushughulika na hayo mambo ambayo yamekukamata kwa sababu umepotoa njia ili urudi kwenye kumtegemea Mungu. Hebu soma hapo, anzia mstari sura 28, anzia mstari ule wa 15 kuendelea. Mungu linasema, lakini itakuwa usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake nikuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kupata. Utalaaniwa mjini na utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maogeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Bwana ataleta laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie
na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiao kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga. Itakujia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Atawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Nawe utatupwa huku na huko katika falme zote za dunia, na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa dunia, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna, ambayo upati kupona. Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa kubumbuazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa mchana kama papasavyo kipofu gizani, wala utafanikiwa katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala hapatakuwa na mtu wa kukuokoa. Basi utaendelea mpaka sura hiyo, mpaka mwisho wa mstari hiyo. Lengo langu nilitaka tu usikilize hiyo habari. Usikilize hiyo habari ili uweze kuona thamani ambayo Mungu ametujali sisi. Mungu ametuthamini. Hayo ndio ilikuwa fungu letu wote. Hakuna mtu ambaye anapona hapo. Sote tulikuwa hapo wote. Hayo yote yanayosema yanakuhusu moja au lingine. Lakini arudie, umeyasikiliza vizuri. Na hapo ndipo ambako tunaongea hakuna mtu awezaye kushinda pasipo kukubali njia iliyochaguliwa na Mungu, ambayo ni njia ya baraka. Lazima kwanza hizo ni laana zinabadilishwa kwa njia moja iliyotengenezwa na Bwana. Njia hiyo ni ipi? Ndio njia moja ya Kristo. Yesu Kristo ndiye anayetukomboa. Anatukomboa kutoka hizi laana zote. Soma mpaka mstari ile ya mwisho 60 ngapi hapo, usome baadaye. Hizo laana zote zimebebwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo tunapomwamini ndio tunakuwa tumemtegemea Bwana. Tumemtumaini Bwana kutoka kwenye mauti haya, kutoka kwenye hizi laana, ni katika Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye anayefanya hayo unayopitia wewe ya kuachie. Na hivi ambavyo yanaendelea kwako, kama uko ndani ya Yesu, ina maana huo ni uonevu tu. Aidha hujajua haki yako, ni uonevu. Na tutashughulika na kila uonevu, kila silaha ya kuzimu shetani ikuachie na kutangazia. Nitakufunza mambo hapa ambayo kama nilivyokuambia kwenye baraka, utaponywa magonjwa yako yote. Tutalishughulikia hilo jambo kwa kina. Imenigusa. Una watu wana maumivu, wana magonjwa, kama huyu mtu wa Ayubu aliomba kunyongwa. Ni sababu gani? Magonjwa. Tusipuuze magonjwa watu wanaopitia. Ndio Yesu alikuja akabeba, akapigwa, akafanyika daktari wa uponyaji.
daktari juu ya mabingwa wote, kwamba tukiamini katika mapigo yale tunaweza kuchukua afya. Kwa hiyo tutashughulika na kila ugonjwa. Hayo magonjwa alipigwa mapigo 40 kasoro moja. Kila pigo ilibeba ugonjwa. Wewe una magonjwa yanafika 39? Siamini kama wewe una laana zinafika 39. Alibeba, kila pigo ilibeba laana, ilibeba ugonjwa. Wewe hesabu mapigo ya Yesu yote ndio yanabeba. Asikubabaishe shetani, asikubabaishe mganga wala mchawi. Ndio tulipotea, ndio tunakubali. Tumekubali kabisa ile laana ya mstari wa 5 na 6 ya Yeremia, tumeikubali kwa sababu tulikuwa tumepotea. Wengine tumeenda kwa waganga, wengine tumemwacha Mungu, tunakubali. Lakini tunapoelewa kupotea kwetu, tunageuka, tunarejea kwa Bwana. Anasema nigeukieni mimi mkaokolewe nchi zote za dunia, ya kwamba dhambi zako zijapokuwa nyekundu itakuwa nyeupe kama theluji. Anasema Bwana mwenyewe akusamehe maovu yako yote. Maovu yetu yote yanaweza kusamehewa tukiamua kubadilika, tukiamua kumgeukia Kristo. Kwa nyakati hizi za hatari ambako toba ya kweli imepotea. Kwa nini? Kwa sababu dunia imeongezeka maovu. Hutapona kwa sababu umepata elimu ya dunia, una utajiri, una mafanikio. Hayo mafanikio hayataji kama mafanikio kama nje ya Yesu, yataporomoka siku yoyote. Muhimu sana akusamehe maovu yako yote na kuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo ni lazima tukubali. Mtu anaanza kupokea msaada anapokubali kwamba mimi nimelaaniwa, mimi ni mwenye dhambi, mimi nimepotea, mimi ni kweli niko kwenye mikosi kwa sababu njia zangu ni mbaya. Yule anayefanya hivyo, Mungu anampokea moja kwa moja kumbariki, kuliko yule anayejitetea mimi ni mtakatifu, mimi nina haki. Yule hasaidiwi. Kwa sababu gani? Mungu anajua hujakamilika. Kuna watu wawili walienda kuomba, mmoja akasema mimi si kama huyu, mimi nafanya hiki na hiki na hiki kizuri, lakini huyu tena ushuru huyu sio kama huyu. Yaani wewe shughulika na kwako. Yaani watu wengine ni ajabu sana. Wewe umeenda kuabudu, unamwambia Mungu sio kama huyu, baadaye useme mambo yanayohusu wewe. Unajuaje ya huyu habari ya huyu? Ndio shida tulionayo. Tunajilinganisha na mwingine kwamba huyu si mtakatifu sawa sawa, mimi ndio mtakatifu. Hujui mwenzako ameshaenda kutubu. Hujui ametubu jana au ametubu usiku au ameshatubu. Wewe unaangalia juzi na juzi ile, dhambi zake umebaki hapo na historia ya juzi. Watu wanabadilishwa na Mungu. Kuna mtu hapa na matatizo, pengine ni jambazi ananisikiliza. Amekuwa ni jambazi, hata ameweza kuua watu, lakini injili imemfikia, anajuta sana. Amejuta kweli kweli na anatubu katika namna ya ajabu sana, lakini historia yake watu bado hawajafikia kwenye kizao. Kuna mtu ambaye pengine amekuwa na laana za ukahaba, anavuja nyumba za watu, anazurura mitaani, lakini moyo wake sasa hivi ananisikiliza, ana majuto ya dhati kabisa. Anajuta kwa kina kweli kweli na anadhamiria kuacha kabisa matendo hayo. Lakini watu hawajajua kama anatubu. Kesho watamhukumu vile vile. Kumbe wajui kipindi hiki cha Dr. Kingu kimebadilisha. Usijali, wewe ndio unajua maamuzi yako. Maamuzi unachukua ni wewe unajua. Chukua maamuzi, usiangalie watu. Mungu anasema yule mwanadhambi akajipiga kifua hivi. Alimaye Mungu niwe radhi. Mimi ni mwenye dhambi. Niwe radhi mimi ni mtu wa laana.
Maandiko yanasema yule aliyejipiga kifua kusema mimi mwenye laana ndio alibarikiwa. Yule aliyejihesabia haki alikosa chochote, hakubarikiwa. Lazima binadamu tufike mahala tujue ya kwamba Mungu anajua maisha yetu yote. Anajua njia zako zote. Tunataka tuigeuze dunia. Mungu alikuwa ananiambia tengeneza kizazi kipya ambacho nitaachilia utukufu wangu. Roho Mungu atamwagika kwa kipekee sana siku za mwisho. Nitaweka vipawa na karama za ajabu sana. Nataka unitengenezee jeshi. Dunia hii itashuhudia nguvu zangu zisizo za kawaida. Msiogope hali inayoendelea duniani. Msiogope hali ya mateso na vita. Nguvu zangu zipo. Nataka tu watu wangu watakao nielekea, watakao niamini. Matatizo yapo, sitaondoa. Yatakuwepo. Musa aliambiwa nyoka wasiondoi. Nyoka siondoi, watakuwepo. Lakini mimi naweka jibu. Naleta jibu. Naleta majibu. Nakupa uwezo. Nyoka watakudhuru. Nyoka watakuwa. Mungu akamwambia msiwaangalie nyoka. Nitazameni mimi. Tazameni nyoka wa shaba. Na mimi nakwambia usiangalie hali ngumu na mbaya inayoendelea duniani sasa. Inayoendelea Tanzania sasa. Lakini inua macho yako ya imani. Tazama nyoka wa shaba, Yesu Kristo. Yesu Kristo atakuvusha. Usiangalie magonjwa magumu. Usiangalie maskini mzito. Kati ya maskini huu mzito, Mungu amenitia ujasiri. Amenitia neno la kweli la ujasiri kukuambia utainuka. Utafanikiwa kwenye mazingira mazito, utainuka. Wewe hutanyauka. Wewe utaendelea kuchanua kama lile jani lililopandwa kwenye mti karibu na mto. Wewe utatoa matunda. Magonjwa hayatakuua. Wewe ule mgonjwa wakati huu usijiombee kufa. Usijiombee kufa. Usijiombee kifo. Najua maumivu yako, lakini nakwambia kwa neno la Bwana usijiombee kifo. Wewe utakuwa ndiye shahidi wa Yesu aliyekutoa kwenye dimbwi la mateso. Wewe ndio shahidi wa kuiambia dunia Yesu anaponya. Wewe ndio utakayetangazia dunia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Wewe ndiye huyo. Yesu akawaambia ugonjwa huu sio mauti, ni wa kumtukuza Mungu. Kuna mambo unapitia wewe yanakutengeneza ushuhuda. Hali hiyo ya dhiki, hali hiyo ya maskini, hujui hata ule nini, uvae nini, hujui ulipeje kodi, huna kazi, wamekusomea kila mahali, wamekukataa kila mahali. Usijali. Usijali. Tulia uweponi mwa Bwana. Bwana atakuinua kutoka mavumbini, na kuombea Bwana akutoe hapo mavumbini. Anakupa neema ya kupanda juu. Bwana anakuvua ile vazi la laana, anakuvisha vazi jipya la baraka, na utakuwa kama ule mti. Wewe utakuwa imara. Najua utapata unachotaka. Ndio, lakini hutavunjwa moyo. Utakipata tu. Kinakuja tu. Kingoje tu. Kitakuja, utakipata. Na adui hawezi kuzuia. Hawezi kuzuia adui. Wewe umeshaandikiwa kupokea.
Kama yule alikuwa masiku ya kuchosha, mimi nimeshakuandikia masiku ya kubarikiwa, masiku ya kupokea haja zako, masiku ya kuneemeka, masiku ya kupokea afya, masiku ya kupokea mke wako, ya kupokea mume wako, ya kupokea watoto wako, ya kupokea utajiri, ya kupokea majumba, ya kupokea magari, ya kupokea elimu, ya kupokea safari za nje kila mahali. Nimekuandikia masiku ya raha, masiku ya furaha, masiku ya amani, masiku ya kibali. Ukubalike kwa ukuu, si tu mtaa wako, si tu wilaya yako, hata wa mkoa, hata rais. Na kuapisha ubarikiwe, na kuapisha kama unavyoapishwa rais, na mimi nakuapisha na kuketisha kwenye kiti cha utukufu. Utakuwa ngazi mpya. Wewe nimekutoa kwenye shimo, nimekutoa kwenye aibu, nimekutoa kwenye andiko la aibu, nimekupandisha juu na kutaja kuwa wewe ni mtu wa sifa, na kutaja kuwa wewe ni mtu mbarikiwa. Wewe ndio tegemeo la dunia. Bwana anakuletea mema, Bwana anakufanya kuwa mti wenye matunda ya mema. Baraka zinakuja, ziko juu yako, utalisha wengi. Wewe ni mti ulio na matunda, dunia itakula matunda kwenye mti huo. Wewe ndio mti wenyewe, una matunda kila aina dunia inayohitaji. Wanadamu ili washibe lazima wakutafute wewe. Wanadamu ili wafanikiwe lazima wakutafute wewe. Wewe ndio umewekezewa vitu vikubwa vya kimbingu kukuinua dunia hii. Wewe mwenyewe unajitazama wakati huu, sina chochote, mbingu imenituma nikwambie, Mungu inua mwenyewe watu wake. Mungu mtoa mtu chini, Mungu mpandisha mtu. Yesu Kristo alizaliwa mahali duni ili awatie moyo walio kwenye hali duni. Laiti angezaliwa ikulu, laiti angezaliwa kwa matajiri, laiti angezaliwa kwenye wasomi. Alizaliwa kwenye mahali pachini kabisa, ili afahamishe mtu hapa. Na alipozaliwa chini, ndio huyu tunataja akainuliwa mpaka akapita majina yote, akakrimwa lile jina linalopita majina ya wafalme, ya maraisi, mawaziri wakuu, mabilionea. Yeye yuko juu kuliko wote, na ile jina kila goti, haijalishi rais yote lazima apige magoti, mfalme yote lazima apige magoti, malkia apige magoti, hata mashitani apige magoti. Yaani vitu vya mbinguni, hata malaika wanapiga magoti, wanadamu wanapiga magoti, chochote kinapiga magoti. Yesu alikuwa wa chini sana, na leo hii tunamhubiri ndiye jina pekee lipitalo majina yote. Wewe ndio huyo uliyekuwa chini, dunia itakuadhimisha. Dunia utaniambia, andika hii siku ya leo, andika, njia za Bwana hazichunguziki. Njia za Bwana hazichunguziki. Watu wanakuangalia kama kituko, wanakuangalia kama mtu asiyefaa, lakini andika hii tarehe leo. Nimekutabiria, huu ndio unabii wa kimbingu kwa neno la Bwana. Mungu anashika maisha yako na anayapandisha na anayatangaza ulimwengu wa roho. Anaongea malaika, huyu mshikeni, huyu endeni naye, muinueni, mfanikisheni, mulindeni, mteteeni, mpiganieni, fanya mambo yake yakae sawa. Ita pesa, ita mali, malaika wameitwa kukuhudumia katika jina la Yesu. Napoenda kumaliza, nikusomee mstari ile ya juu sasa, anzia mstari wa kwanza hadi wa 13. Kumbuka Torati sura ya 28. Tusome tu ile mstari ambao utalala nao siku leo. Ni vizuri ulane mistari mizuri, silani mistari ile tu ya lalala. Tunalala sana mistari hii. Yule tu aliyekubali kumkiri Yesu sasa, naamini umeshaamua kukubali kurejea kwa Yesu. Umekubali kwamba ulikuwa kwenye laana. Tumeshakubali Yesu, tulikuwa tumemwacha. Tumekubali tulipotoka. Inawezekana umeokoka, sawa. Mimi siongei tu na watu wasiookoka. Watu wengi sana waliookoka wameshamwacha Yesu. Ukiangalia kwa mapochi yao wamejaa vitu vya ajabu ajabu. Wamejaa vitu vya ajabu ajabu. Hawamemwacha Yesu. Wameenda kwenye vitu vya dunia, vitu. Wameacha imani. Ndio Yesu anawaambia, Wagalatia, akili mmeipeleka wapi? Nani kawaloga? Mmeanza rohoni, alafu maingia mwilini. Leo watu wako mwilini, wanapenda vitu vya mwilini, ndio wanavishikilia kama ndio Mungu wao. Lakini mimi nataka nikutoe hapo. Weka imani kwenye neno tu. Neno la Bwana linatosha. Amini neno la Bwana. Usiabudu miungu mingine. Usiangalie jua wala mwezi wala nyota ukaziamini, ukaziabudu, wala chochote, wala milima, wala bahari, wala miti.
chochote hakiruhusiwi. Neno la Bwana linatosha. Yesu ni neno, tunaamini neno, na neno hili lina ushindi wa kipekee sana. Soma mstari wa kwanza hadi 13. Neno la Mungu linasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na kuombea Bwana akutukuze. Naamini sasa hivi wote tumeshakubali kugeuka. Kwa hiyo ni imani yangu hii kwamba tumetubu. Ingawa sija kuongoza, najua umeshatubu moyoni mwako. Kwa hiyo sasa baraka hiyo ya kwanza ipokee na kupandisha juu ya mataifa yote, wewe juu kwa jina la Yesu. Useme tu pale ulipo amina. Endelea. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Haya, nikisema ubarikiwe mjini na mashambani, pale ulipo sema tu amina. Ubarikiwe mjini, ubarikiwe na mashambani. Tuseme amina, amina. Twende. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako na wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo. Mstari mrefu sana. Soma kidogo ili tu. Mstari wa 4. Ndio. Mstari wa 4. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Haya, tuanze sasa. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Tuseme wote amina. Amina. Na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na uzao wa wanyama wako na maongeo ya mifugo yako. Tuseme wote amina. Amen. Tuendelee. Itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Sema amina kubwa. Amina. Haleluya. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Amina kubwa. Amina. Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Bwana atafanya adui yako wainukao mbele yako kupigwa mbele yako. Sema amina nzuri. Amina. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Watakutokea kwa njia moja, watakimbia mbele yako kwa njia 7. Sema amina. Amina. Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika gara zako. Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika gara zako. Sema amina. Amina. Na mambo yote yatakayotia mkononi mwako, naye utabarikiwa katika nchi akupayo Bwana. Mambo yote yatakayotia mkononi wako, utabarikiwa katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Sema amina. Tuendelee. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alipomwapia wapo wa maagizo ya Bwana Mungu wako. Endelea. Na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Mataifa yote ya dunia wakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Useme amina. Amen. Nao watakuwa na hofu kwako. Watakuwa na kuogopa. Sema amina. Amen. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako. Bwana akufanya uwe na wingi wa uheri kwenye uzao wa tumbo lako. Sema amina. Amen. Na uzao wa wanyama wako na mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi. Uzao wa wanyama wako na mifugo yako na nchi yako. Sema amina. Amen. Kama alivyomwapia baba zako kwamba atakupa. Endelea. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako. Bwana akufunulia hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, ikupe mvua nzuri za wakati. Sema amina. Amen. Naye kwa kubarikiwa kazi yako ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Sema amina. Utakuwa kichwa wala sio mkia. Sema amina. Amen. Utakuwa juu wala sio chini. Sema amina. Amen.
Mungu ayatende hayo na yatimie kwako katika jina la Yesu. Amen. Mungu atakuondolea ugonjwa wote kwenye mwili wako, sema amina. Bwana atainua uzao wa watoto wako na wajukuu zako, sema amina. Bwana kufanya uwe milionea na utajiri usio na kikomo, sema amina. Kibali chako kiwe juu ya wafalme na watawala, sema amina. Bwana akufanya uheshimike popote, sema amina. Laana zote zisiwe mbele yako maisha yako wote, sema amina. Uishi maisha marefu, sema amina. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana atende na ametenda, basi pokea upate mema katika maisha yako. Kwa hiyo leo mtegemee Bwana, muamini Bwana, mtumaini Bwana, kwamba yeye peke yake atasababisha haya yote kutokea kwako. Yesu Kristo ametukomboa kwenye laana ya kuanzia mstari wa 15 mpaka 60 ngapi hapo. Malaana yote hayo yamebebwa na Yesu. Kwa kuwa Yesu amembeba wewe, laana zote hizo zipoteleze, ziachilie, usishikilie. Hata kama una ugonjwa, huo ugonjwa utakuondokea tu. Huo ni muda tu mfupi, utaondoka. Hata kama una ugonjwa mbaya utaondoka. Hata kama una shida muda mrefu itakuacha. Wewe usiangalie huo ugonjwa. Huo ugonjwa ni kama nyoka wa moto. Ni kama ule nyoka. Musa aliwaambia msiangalie hizo nyoka. Huo ugonjwa ni nyoka. Usiangalie huyo nyoka. Nyoka akikuuma usiangalie, maana kwa wengine umeumwa na nyoka. Kuna ugonjwa fulani kwenye mwili, kuna shida fulani. Usiangalie hiyo shida, angalia Yesu aliyetenda, na ugonjwa huo utakimbia, utakuacha, utakuwa na afya nzuri. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana. Mkono wa Bwana ukulinde. Usiku wa leo utunzwe. Usiku wa leo uinuliwe katika mema yote. Ndoto zile za kutisha zimekoma. Maono ya wakutia hofu yamekoma, na kufutia ile nafsi inayotamani kunyongwa na hiyo nimeshaikomesha. Nafsi inayoomba kifo nimeikomesha. Kuanzia sasa nafsi yako ione raha, ione maisha, ione ustawi, uone mambo mazuri. Kuanzia usiku huu ni mambo mazuri nimekupatia kwa jina la Yesu aliyenituma kwako, na wewe umeniamini na mimi nimekupa kwa damu ya Yesu. Jina la Yesu likulinde, likutunze na ikuhifadhi katika yote. Sasa naomba ucomment hapo kama umebarikiwa, useme nimebarikiwa. Kama umepokea useme nimepokea. Basi weka comment yako hapo kulingana na fundisho la leo. Sema nimebarikiwa. Nimetoka kwenye laana. Yesu amenitoa kwenye laana zote. Nimetoka kwenye laana zote. Inawezekana ulienda kwa waganga, usijali. Yesu ameshashughulika na uganga huo. Kama wewe kwenu waganga wachawi, usijali. Wewe amini hiki ndio kufundisha leo. Amini hivyo. Kwa hiyo andika ucomment hapo, ushare na ulike, na ningependa nipate kuona kile ambacho Bwana amekutendea, na mimi nitaendelea kukuombea. Tukumbuke kukutana kesho. Kesho saa 4 nitakuwa na ujumbe mzuri sana. Yaani vipindi hivi kwa kweli ni vitamu, kwa sababu Mungu ameleta neno kila wakati la ufunuo. Mungu Roho Mtakatifu anatuhudumia. Hakikisha unaalika watu wengi zaidi. Kesho saa 4 na ujumbe moto, na ujumbe wa kupandisha maisha ya watu, ni ujumbe wa hatima yako. Naomba usikose saa 4 kamili na kuendelea. Thank you, may God bless you. Amen.